Jambo na asubuhi njema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi leo tarehe 3 Juli mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutupa nafasi tena kukutana katika siku mpya ya leo. Basi karibu katika taarifa yetu ya asubuhi kupitia Kivu News Info, mahali ambako unapata habari sana za haraka na zenye kuaminika kutoka maeneo mbalimbali ya nchi na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wenu Loje Longa, niko nanyi kuanzia hadi mwisho wa taarifa. Basi tuendelee kwa pamoja kwa taarifa zote muhimu za asubuhi ya leo. Na kabla yote niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara ya kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kurugano nasema kujabone kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani na unataka kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Katika maeneo ya Mikenge na Minembwe aliko kwenye nyanda za juu za jimbo la Kivu Kusini, hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota siku hadi siku, huku vita vikiendelea kusababisha hasara kubwa kwa maisha ya raia. Upatikanaji wa huduma muhimu kama vile matibabu, maji safi, salama kunywa, chakula pamoja na miundombinu ya msingi unaendelea kuvurugika, jambo linaloweka maelfu ya wananchi katika mazingira magumu ya kuishi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, jioni ya Jumatano tarehe 1 Julai, mji wa Mikenge uliripotiwa kuingia chini ya udhibiti wa muungano unaundwa na waasi wa Red Tabara AFC/M23 pamoja na Turaneo. Taarifa hizo bado zinaendelea kufuatiliwa, lakini zinaonyesha mabadiliko muhimu katika mwenendo wa mapigano kwenye nyanda za juu za Fizi. Vyanzo kadhaa vya eneo vinaeleza kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone yamekuwa na mchango mkubwa katika operesheni za kijeshi zinazofanyika katika wiki za hivi karibuni. Mashuhuda mbalimbali wanadai kuwa mashambulizi kutoka anga yameathiri kwa kiwango kikubwa mienendo ya vikosi vinavyopigana hasa katika maeneo yanayozunguka Mikenge na Minembwe. Pia kuna taarifa kwamba vijiji kadhaa vya nyanda ya juu za wilaya Fizi vimekuwa vikishambuliwa mara kwa mara, linalosababisha vifo vya raia, majeruhi pamoja na wimbi jipya la wakimbizi kuyahama makazi yao wakikimbia mapigano. Kutokana na hiyo, athari za binadamu zinaonekana wazi zaidi. Mamia familia zimelazimika kuondoka vijijini mwao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wale ambao wamebaki waendelea kuishi katika mazingira magumu, wakabiliwa na uhaba wa chakula, ukosefu wa maji safi na changamoto kubwa ya kupata huduma za afya. Vituo vingi vya afya vinaendelea kufanya kazi kwa shida kutokana na ukosefu wa dawa, vifaa vya usalama wa kutosha kwa wahudumu wa afya. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya usalama wanaona kuwa uwezo wa kutumia drone katika vita hivi umebadili kwa kiasi kikubwa namna operesheni zinavyoendeshwa. Wanasema aliyo imeibua mjadala mpya kuhusu uwezo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika kulinda anga ya nchi na kuhakikisha usalama wa raia wanaishi katika maeneo yenye mapigano. Baadhi ya wachambuzi hao wanaonya kuwa operesheni za kijeshi inaweza kuongezeka katika maeneo Point Zero pamoja na Baraka. Kwa mujibu wao, ikiwa mapigano yataendelea kuelekea maeneo hayo, athari zake zinaweza kuwa kubwa kutokana na umuhimu wa kimkakati wa Baraka na maeneo yanayoizunguka, ambao ni njia muhimu za mawasiliano na usafirishaji katika ukanda wa Kivu Kusini. Wakati aliyekiendelea kuwa tete kusini mwa Kivu, mapigano pia yanaendelea katika wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Siku ya Jumatano tarehe 1 Julai mwaka 2026, mapambano makali yalipotoka kati ya wapiganaji wa waasi M23 na makundi mbalimbali ya wazalendo. Mapigano hayo yamerekodiwa kwenye miili wa Ngungu kuelekea Ufamadu katika utawala Baunde pamoja na kati ya Nyange na Bibwe katika utawala wa Bashali kabla kusambaa kuelekea baadhi ya maeneo ya wilaya jirani ya Kale mkoani Kivu Kusini. Licha ya taarifa kwamba utulivu wa muda ulianza kuonekana mwishoni mwa asubuhi katika baadhi ya maeneo hayo, vyanzo vya ndani vinaona kuwa hali hiyo bado ni hatari, kwani pande zote zinazozozana bado zinaendelea kubaki katika nafasi zao za kijeshi. Katika sehemu ya kuisha Masisi, taarifa zinaeleza kuwa muungano wa wazalendo unaongozwa na kamanda anajulikana kwa jina la Machano kutoka kundi la Maimai la Muka alifanikiwa kusonga mbele hadi eneo la Kasaka, umbali wa takriban kilomita 5 kutoka Ngugu. Siku ya tarehe 13 Juni pia ilishuhudia milipuko mikubwa ya silaha nzito huko karibu na Mpati pamoja na vijiji vya Nyange na Bibwe. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo hilo la mapigano yasababisha kifo cha angalau raia mmoja huku wengine kadhaa wakijeruhiwa.
Bana mapigano, matukio ya uporaji ya mali pamoja na wizi wa mifugo yameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali, jambo linalozidisha mateso wananchi ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha na kibinadamu. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito na tahadhari kwamba hali ya kibinadamu kati ya Masisi na Kale inazidi kuwa mbaya kadri siku zinavyopita, huku idadi ya watu wanaohitaji msaada wa haraka ikiendelea kuongezeka. Kwa upande mwingine, taarifa zinazosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zinadai kuwa helikopta ya FARDC iliduliwa mjini Baraka zimepingwa na vyanzo kadhaa huru vilivyopo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zinazofanana kutoka kwa mashuhuda mbalimbali, hakuna helikopta yote ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoharibiwa. Vyanzo hivyo vinaeleza kwa helikopta 3 zilikuwa zikitokea nyanda za juu za Fizi kuelekea Baraka zilifuatiliwa na drone ambayo ilijaribu kujikaribia bila kufanikiwa. Baada ya kushindwa kutekeleza lengo lao, drone hiyo ilidaiwa kuanguka, huku helikopta hizo 3 zikiendelea na safari yake badala ya kufanya mapumziko mafupi mjini Baraka. Katika mji wa Baraka wenye shughuli za kawaida ziliendelea kama kawaida na hakuna tukio kubwa la kiusalama lililoripotiwa kufuatia tukio hilo, kwa mujibu wa wakazi pamoja na waangalizi mbalimbali wa eneo hilo. Wakati huo, mashirika ya wanawake kutoka nyanda za juu za Kivu Kusini yameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Mashirika yanasema kwa wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita hivi, wakikumbwa na changamoto za kupata huduma za afya, maji safi, chakula, elimu pamoja na ulinzi wa kutosha. Kupitia wito wa mashirika hayo yanaziomba mamlaka za kitaifa, washirika ya kibinadamu pamoja na wadau wote wanaoshiriki katika juhudi za kurejesha amani kuongeza hatua za kulinda raia na kuharakisha utoaji wa msaada wa dharura kwa maelfu ya wananchi walioathirika na mapigano yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maendeleo ya operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF, jumla watu 6 waliokuwa wametekwa nyara na kundi hilo la waasi wamefanikiwa kuokolewa siku ya Jumatano tarehe mosi Julai kufuatia operesheni zinazofanywa na muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani, watoto hao waliokombolewa walipatikana katika msitu wa Leta Kredi karibu na kijiji cha Lima chopo katika shifu ya Babila Bakwanza ndani ya wilaya Mambasa mkoani Ituri. Eneo hilo limekuwa likumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya waasi wa ADF ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitumiwa kwa mauaji ya raia, utekaji nyara na uharibifu wa mali. Habari hizo zimethibitishwa na Stefani Kataliko, mwanachama wa shirika la Convention pour le respect des droits de l'homme, ambaye amesema kwa watoto walikuwa miongoni mwa raia waliotekwa nyara wakati wa shambulio lililotekelezwa na waasi wa ADF tarehe 19 Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa Stefani Kataliko, watoto hao walifanikiwa kujinasua kutoka mikononi mwa waasi wakati vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF vilikuwa vikifanya mashambulizi makali ya mabomu dhidi ya ngome za ADF katika eneo hilo. Anaeleza kwa mashambulizi hayo yaliyosababisha waasi kukimbia na hivyo kutoa nafasi kwa mateka hao kutoroka na kuokolewa na vikosi vya usalama. Kataliko anasema kwa watoto wao kwa sasa wako chini ya uangalizi wa mamlaka husika ambako wanapatia huduma za awali za afya, ulinzi na msaada wa kibinadamu kabla ya kuunganishwa tena na familia zao pale itakapowezekana. Ameongeza kwa ushirikiano unaendelea kati ya majeshi ya FARDC na UPDF katika operesheni dhidi ya ADF, akisema kwamba mafanikio kwa watoto wao yanaonyesha umuhimu wa kuendelea kwa operesheni hizo hadi pale mateka wote watakapookolewa na maeneo yatakayodhibitiwa na waasi kurejeshwa chini ya mamlaka ya serikali. Hata hivyo, mtetezi wa haki za binadamu ametoa wito kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF kuendelea kuongeza kasi ya operesheni dhidi ya ADF, akisema kuwa bado kuna idadi kubwa ya raia wanaoaminika kushikiliwa mateka katika msitu wa Ituri na Kivu Kaskazini. Katika miaka kadhaa, kundi la ADF limeendelea kuwa tisho kubwa kwa usalama wa raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikihusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vijiji, mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia, utekaji nyara wa wanawake na watoto, pamoja na kufanya baadhi yao kutumika kwa nguvu ndani ya kundi hilo. Operesheni za pamoja kati ya FARDC na UPDF zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini kwa lengo la kusambaratisha ngome za ADF, kuokoa mateka na kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na shughuli za waasi hao. Katika ripoti mpya ya siri iliyowasilishwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaonyesha hali inaendelea kuzorota katika usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa, hali ya mapigano inaendelea kuwa mbaya licha ya juhudi mbalimbali za kimataifa za kutafuta suluhisho la amani. Ripoti hiyo inaeleza kuwa pamoja na kupitishwa kwa azimio namba 2773 la mwaka 2025 ambalo linataka Rwanda kuondoa vikosi vyake ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusitisha msaada wote wa kiwaasi wa M23, hali halisi uwanjani inaendelea kuwa kinyume na maazimio hayo.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa tangu kwa mazungumzo ya Doha mwezi Machi, eneo linalodhibitiwa na waasi M23 limeongezeka kwa zaidi ya 35%. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, waasi M23 wanaendelea kupanua maeneo yanayodhibiti huku wakielekeza nguvu zao katika miji yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa kuwa katika malengo yao ni Walikale, Kisangani, Kalemi pamoja na Beni. Wataalamu wanaonya kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira ya waasi hao wanaendelea kuongeza maeneo yanayoshikilia licha shinikizo la kimataifa la kusitisha mapigano. Ripoti pia inabainisha kuwa waasi wa M23 kwa sasa ina uwezo mkubwa wa kijeshi inayokadiriwa kufikia karibu wapiganaji 30,000. Kwa mujibu wa wataalamu wa, nguvu hiyo imechangiwa na kile wanachoita kuendelea kwa msaada kutoka Rwanda. Wanasema kati ya wanajeshi 14,000 hadi 18,000 wa jeshi la ulinzi wa Rwanda RDF bado wanaendelea kuwepo katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba hadi sasa hakuna ushahidi wa kuonyesha kuwa vikosi hivyo vimeondolewa kwa kiwango kikubwa kama ilivyoagizwa na Baraza la Usalama. Mbali na operesheni za kijeshi, ripoti hiyo inaeleza kuwa AFC M23 inaendelea kujenga mfumo wa utawala katika maeneo wanayoyadhibiti. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, waasi hao wanajaribu kuanzisha utawala unaojitegemea kwa kusimamia shughuli mbalimbali za kitawala katika maeneo hayo, hali ambayo inaweza kupelekea kuibuka kwa mamlaka badala au hata mradi wa kujijengea na serikali kuu ya Kinshasa endapo hali hiyo itaendelea. Katika sehemu hiyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa AFC M23 inaendelea kuweka mbele mkakati wa kupanua maeneo yake kupitia nguvu za kijeshi. Wanasisitiza kuwa tangu kuanza kwa mchakato wa Doha mwezi Machi mwaka 2015, eneo linalokaliwa na kundi hilo limeongezeka kwa zaidi ya 35%, jambo ambalo linaenda kinyume kabisa na matakwa ya azimio la 2773 la Baraza la Umoja wa Mataifa. Ripoti inaeleza pia kuongezeka kwa mapigano na upanuzi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi kumeongezea mateso kwa wananchi. Maelfu ya raia wanaendelea kuwa waathirika na wakiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za binadamu, ikiwemo mauaji, uhamishaji wa lazima, wananchi, uporaji wa mali pamoja na kuzuiwa kupata huduma muhimu za kibinadamu. Wataalamu wanaonyesha kuwa hali hii inatokea licha kuwepo kwa juhudi nyingi za kupatanishi zinazofanywa na wahudumu mbalimbali wa kimataifa na kikanda. Mchakato wa amani wa Doha pamoja na makubaliano mbalimbali ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa katika miezi iliyopita bado hajaweza kuleta matokeo yanayoonekana moja kwa moja katika maeneo yenye mapigano. Kutokana na hiyo, Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauwezi kumalizwa kwa njia ya kijeshi pekee. Badala yake, unatoa wito kwa pande zote zinazohusika kuheshimu sheria za kimataifa, kutekeleza kikamilifu makubaliano yaliyofikiwa na kurejea kwenye mazungumzo ya amani kwa lengo la kupata suluhisho la kudumu litakalorejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Ripoti ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa inatarajiwa kujadiliwa na Baraza la Usalama katika siku zijazo, huku ikiongeza shinikizo kwa wadau wa kikanda na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi ili kuzuia kuendelea kwa mapigano na kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC. Ripoti ya hivi karibuni ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa mbali na operesheni za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa nchi, muungano wa waasi M23 unaendelea kuweka kwa utaratibu mfumo wa utawala mbadala katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua zinazochukuliwa na M23 zinaonyesha kuwa kundi hilo haijielekezi tu katika mapigano ya kijeshi, bali pia inajenga taasisi za kiutawala, kifedha na kiusalama zinazoweza kulifanya liendeshe maeneo yanayoshikilia kama mamlaka inayojitegemea. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa M23 imeunganisha huduma zote za ukusanyaji wa kodi na ushuru wa majimbo chini ya mfumo mmoja wa usimamizi unaofanana na ule wa Kadeko. Hatua inaelezwa kuwa inalenga kudhibiti mapato yote yanayotokana na shughuli za kiuchumi katika maeneo yanakaliwa na waasi hao, jambo linalowapa uwezo mkubwa wa kugharamia shughuli zao na kuendelesha utawala wao. Ripoti inaeleza kuwa M23 imechukua usimamizi wa kiutawala wa taasisi muhimu za umma, ikiwemo shirika la taifa la umeme SNEL pamoja na shirika la taifa la maji REGIDESO katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa kufanya hivyo, kundi hilo limeendelea kusimamia huduma muhimu zinazohusu upatikanaji wa umeme na maji kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yao. Kwa sasa katika sekta ya bima, ripoti hiyo inaeleza kuwa kampuni ya taifa ya bima ya SONAS imeondolewa katika maeneo hayo na nafasi yake imechukuliwa na kampuni binafsi inajulikana kama Imperial Asiri. Kufikia mwezi Machi mwaka 2016, kampuni ilikuwa tayari imeozi sehemu kubwa ya huduma za bima katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi M23, anaozirisha mabadiliko makubwa katika usimamizi wa sekta hiyo.
Ripoti hiyo pia inagusia athari zinazotokana na usimamizi wa serikali ya Kinshasa kusimamia shughuli za benki katika maeneo yanayoshikiliwa na uasi. Kutokana na hiyo, huduma mbadala za kifedha zimeanza kujitokeza ili kujaza pengo linaloachwa na taasisi rasmi za fedha. Miongoni mwa taasisi hizo mpya ni kampuni inayojulikana kwa jina la Access Finance SA ambayo imeanza kutoa huduma mbalimbali za kifedha katika mji wa Goma na Rubaya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kampuni hiyo inatoa huduma za kuweka fedha, kutuma na kupokea fedha pamoja na kusimamia akaunti za wateja, ikiwa na mpango wa kupanua shughuli zake hadi katika mji wa Bukavu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaona kuwa kuanzishwa kwa huduma hiyo zinaonyesha kuwa jinsi M23 inaendelea kuimarisha mfumo wa kiuchumi katika maeneo yanayodhibiti licha ya kutokutambuliwa na serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa usalama, ripoti inaeleza kuwa maeneo yote yanayokaliwa na waasi wa M23 yamegawanywa katika kanda 3 za ulinzi, kila mmoja ikiwa chini ya uongozi wa kijeshi tofauti. Mfumo wake usalama unaonyesha kuwa kundi hilo limekuwa na mpangilio wa muda mrefu wa kusimamia maeneo yake badala ya kuwa na uwepo wa muda mfupi wa kijeshi. Kwa mujibu wa kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa, hatua hizi zote zinaonyesha kuwa M23 inaendelea kujenga utawala kamili na jumuishi, ukusanyaji wa mapato, usimamizi wa huduma za msingi, sekta za fedha pamoja na mfumo wa ulinzi. Wataalamu wanaonya kuwa mwenendo huu unaweza kuifanya hali ya kisiasa na kiusalama mashariki mwa DRC kuwa ngumu zaidi, hasa kwa wakati juhudi za mazungumzo za amani zitaendelea kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huu. Baada ya wiki kadhaa za tahadhari kali za kiafya, mpaka wa Corniche pamoja na kizuizi kikuu Grand Barriere na Petit Barriere inaunganisha mji wa Goma na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kisenyi nchini Rwanda vimefunguliwa rasmi siku ya jana Alhamisi tarehe 2 Julai. Uamuzi huo umetangazwa na mamlaka husika baada ya kuripotiwa kuwa kwa zaidi ya wiki moja hakuja kuwa na mgonjwa mpya anayethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola katika eneo hilo. Hatua imechukuliwa baada ya tathmini ya hali ya mlipuko huo kuonyesha dalili za kuimarika kwa hali ya afya ya umma katika ukanda wa mpakani. Hata hivyo, mamlaka zimesitiza kuwa kufunguliwa kwa mpaka kumaanishi kwamba hatari ya ugonjwa huo imekwisha kabisa. Watu wote wanaovuka mpaka wanatalazimika kuendelea kuheshimu kikamilifu hatua zote za kujikinga zilizowekwa na mamlaka za afya ili kuzuia kurejea kwa maambukizi mapya ya ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa hatua hizo ni uchunguzi wa afya kwa wasafiri, ufuatiliaji wa hali ya kiafya, kunawa mikono pamoja na kuendelea kutoa taarifa za haraka endapo mtu ataonyesha dalili zinazoweza kuhusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za afya zinaamini kuwa kuendelea kufuata masharti yao kutasaidia kudhibiti kabisa mlipuko huo na kulinda afya za wananchi na wa pande zote mbili za mpaka. Habari ya kufunguliwa tena kwa mpaka imepokelewa kwa furaha kubwa kwa wakazi wa Goma na Gisenyi pamoja na wafanyabiashara wanaotegemea shughuli za kila siku za kuvuka mpaka. Kwa muda wa wiki kadhaa, shughuli nyingi za biashara zilizodorora kutokana na vizuizi vilivyowekwa ili kukizi tena kuenea kwa Ebola. Biashara ndogo ndogo, usafirishaji wa bidhaa pamoja na safari za kila siku kati ya Goma na Gisenyi zilikuwa zimeathirika kwa kiwango kikubwa. Wafanyabiashara wengi walikumbwa na hasara, huku maelfu ya wananchi waliokuwa wakitegemea kuvuka mpaka kwa ajili ya kazi, biashara, huduma mbalimbali walikosa fursa hizo kutokana na kufungwa kwa vituo vya mpakani. Kwa upande wa uchumi, kulifunguliwa tena kwa mpaka kunatarajiwa kurejesha kasi ya shughuli za biashara zinazounganisha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Eneo hilo ni moja ya njia muhimu za biashara za usafirishaji wa bidhaa katika ukanda huo. Licha kurejea kwa shughuli za kawaida, mamlaka za afya zinaendelea kuweka timu maalum katika Grand Barriere na Petit Barriere kwa ajili ya kuendesha ufuatiliaji wa ugonjwa huo. Timu hizo zinaendelea kufanya uchunguzi wa wasafiri, kufuatilia watu waliowahi kuwasiliana na ugonjwa wa Ebola pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Lengo la hatua hizo ni kuhakikisha kuwa hakuna mlipuko mpya unaweza kujitokeza wakati shughuli za kuvuka mpaka zikianza kurejea katika hali ya kawaida. Ikumbuke kwa muda kwa vituo vya mpakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kulianza rasmi asubuhi ya tarehe 17 Mei kufuatia tahadhari zilizochukuliwa baada ya kugunduliwa kwa visa vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. Mamlaka za nchi mbili zimeendelea kushirikiana katika kubadilishana taarifa, kuimarisha ufuatiliaji wa afya mpakani na kuchukua hatua za haraka endapo kutatokea dalili zozote za kurejea kwa ugonjwa huo, ili kulinda afya za wananchi na kuhakikisha kuwa shughuli za usafiri na biashara zinaendelea kuwa usalama. Mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa rasmi siku ya jana tarehe 2 Julai katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku matokeo ya wanafunzi yakianza kutangazwa katika shule nyingi nchini. Hata hivyo, katika sekta ya Mampera iliyo katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, hali ya elimu imeelezwa kwamba zaidi kutokana na athari za ukosefu wa usalama unaendelea kusababishwa na uasi wa kundi la ADF.
Kwa muda wa mwaka mzima, masomo, shughuli za kilimo katika eneo hilo zimekuwa zikikumbwa na changamoto kubwa zinazotokana na mashambulizi ya kwa mara ya wasi wa Defe. Matokeo yake ni kwamba mfumo wa elimu umeingia katika hali ya kutokuwa na utulivu, ambako shule nyingi zililazimika kufungwa kwa muda, kusitisha masomo mara kwa mara kutokana na vitisho vya usalama. Katika maeneo kadhaa ya Bampere, wakazi wamekumbwa na uhamaji wa mara kwa mara kutokana na mashambulizi yao yalisababisha familia nyingi kuhama makazi yao na hivyo kuathiri moja kwa moja maridhiano ya wanafunzi shuleni. Baadhi ya shule zimelazimika kuhamishwa kwa dharura kufanya kazi katika mazingira yasiyo kawaida ili kuhakikisha masomo yanaendelea hata kama kwa kiwango cha chini. Kwa mujibu wa hali hiyo ilivyo, inaripotiwa kuwa tamko rasmi la kufungwa kwa mwaka wa masomo inaonekana kama hatua ya kiuratibu katika baadhi ya maeneo, kwani katika maeneo mengine hasa iliyoathirika zaidi na ukosefu wa usalama, shughuli za masomo bado zinaendelea ili kujaribu kufidia muda mwingi uliopotea. Mwenyekiti wa asasi ya kiraia katika sekta ya Bampere, Samuel Kaini, ameeleza iliyokuwa ni changamoto kubwa iliyokumba elimu katika eneo hilo. Kwa mujibu wake, mwaka wa masomo umepitia matatizo mengi yaliyosababisha kukosekana kwa mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Amesema kwa katika maeneo mengi mbalimbali ya sekta hiyo, shughuli za masomo zilisimama mara kwa mara kutokana na hali ya usalama, huku baadhi ya shule zikichelewa kufunguliwa mwanzoni mwa mwaka wa masomo. Alibainisha kuwa baadhi ya maeneo katika njia ya Butembo kuelekea Mungerijipa hayakuweza kufungua shule kabisa kutokana na hali iliyokuwepo. Samuel Kane ameongeza kuwa katika makao makuu ya sekta Bampere, masomo yaliweza kurejea kwa kiasi fulani tu katika kipindi cha takriban miezi miwili iliyopita, yanaonyesha wazi pengo kubwa la kilimo linalotokea katika mwaka huu wa masomo. Kutokana na asasi za kiraia katika wilaya Lubero zimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa elimu katika eneo hilo. Wanatoa wito kwa mamlaka za serikali kuhakikisha usalama unarejeshwa ili kuwezesha watoto kupata elimu katika mazingira salama na utulivu. Wanakumbusha kuwa bila usalama wa kutosha, juhudi za kuboresha elimu katika maeneo ya mashariki mwa nchi zinaendelea kukabiliwa na vikwazo vikubwa vinavyoweza kuathiri mustakabali wa kizazi cha sasa na kijacho. Asasi za kiraia zinatoa ombi kwa muhususi wa serikali kuhakikisha shule zilizofungwa katika njia ya Butembo Mungerijipa zinafunguliwa tena haraka iwezekanavyo. Pia inasisitiza umuhimu wa kupanga vizuri na kuhakikisha kuwa mwaka wa masomo 2026-2027 unaanza kwa utulivu mwezi Septemba bila kukumbwa na usumbufu wa kiusalama. Kwa jumla, hali ya elimu katika Bampere inaendelea kuonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya ukosefu wa usalama na maendeleo ya kijamii, huko wakazi wakitiza amani ya kudumu ndio msingi kuhakikisha watoto wanapata haki ya msingi ya elimu katika mazingira bora na salama. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasili rasmi mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya jana Alhamisi tarehe 2 Julai kwa ziara ya kikazi yenye lengo la kuimarisha ushirikiano katika nchi hizo mbili pamoja na kuunga mkono juhudi za mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola unaendelea mashariki mwa nchi. Akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili, Rais Ramaphosa alipokelewa na Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka kwa niaba ya rais. Mapokezi yalihudhuriwa pia na wajumbe wa serikali pamoja na viongozi wa taasisi za afya za Afrika, ikiwemo mwakilishi wa kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa. Kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Kongo, ziara hiyo inaonyesha kuwa mshikamano wa bara la Afrika katika kukabiliana na changamoto za kiafya zinazolikumba bara hilo, hususan mlipuko wa magonjwa ya mlipuko kama Ebola ambao mara nyingi huathiri maisha ya maelfu ya wananchi. Kiini cha ziara hiyo ni hali ya mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo inayoripotiwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Katika mkataba huo wa mshikamano wa kikanda, serikali ya Afrika Kusini imetangaza mchango wa kifedha wa dola milioni 13.5 za Marekani ambazo zinatekelezwa katika kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Fedha zitatumika kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa, kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa, kuzuia kuenea kwa virusi pamoja na kuimarisha utaratibu wa shughuli za kitaifa na kimataifa zinazohusiana na mapambano dhidi ya Ebola. Katika ratiba yake ya ziara hiyo, Rais Tshisekedi na mgeni wake Cyril Ramaphosa wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi katika ikulu ya Umoja wa Afrika iliyopo Kinshasa. Mazungumzo yalijikita zaidi katika ushirikiano wa afya ya umma, njia za pamoja na kuzuia mlipuko wa magonjwa pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Kinshasa na Pretoria. Baada ya mazungumzo ya viongozi wawili, Rais Ramaphosa pia anatarajiwa kutembelea taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ambao ni moja ya taasisi muhimu zaidi ya kisayansi nchini DRC zinazohusika na utafiti wa magonjwa na ufuatiliaji wa afya za umma. Ziara inaonekana kuwa ishara muhimu ya wanasayansi na utafiti katika kukabiliana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika. Rais wa Afrika Kusini anajulikana kama champion wa Afrika kwa mapambano dhidi ya mlipuko.
Nafasi hiyo amepewa na Umoja wa Afrika mwaka 2021. Kupitia jukumu hilo amepewa wajibu wa kubanisha kwa mashirika rasilimali za ajili ya mfumo wa afya barani Afrika, kuhimiza uwekezaji endelevu katika sekta afya, kuimarisha taasisi za afya ya umma na kuratibu majibu ya kikanda dhidi ya magonjwa ya majanga ya kiafya. Jukumu hilo linahusisha ziara ya mshikamano katika nchi zinazokumbwa na mlipuko wa magonjwa Ebola, hasa Ebola, pamoja na kusaidia ujenzi wa mfumo imara ya afya naweza kukabiliana na majanga aina hiyo kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya waziri mkuu wa DRC, ujio wa Rais Ramaphosa unakuja wakati muhimu ambako serikali ya Kongo inaendelea kuchukua hatua za dharura kudhibiti mlipuko wa Ebola, huku kukabiliwa na changamoto ya kiusalama na kibinadamu katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Taarifa hiyo inaongeza kuwa ziara hiyo na tathmini ya kiishara na kimkakati, kwani inaonyesha mshikamano wa nchi za Afrika katika kukabiliana na changamoto za pamoja, hususan magonjwa ya mlipuko ambao huathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Ziara inaonyesha wazi kuimarika kwa ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini, hasa katika sekta za afya, usalama wa binadamu na diplomasia ya kikanda, huku mataifa yote mawili yakisisitiza umuhimu wa mshikamano wa Afrika katika kukabiliana na changamoto za pamoja. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News FM kwa tarehe 3 Julai mwaka 2026. Vile tunaendelea kuwashukuru kwa dhati kwa kuendelea kufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kuletea habari mbalimbali kwa kutoka ndani na nje ya nchi zenye lengo la kufahamisha na kuelimisha na kukuweka karibu na matukio ya kila siku. Basi endelea kuwa nasi kupitia siku nzima kupitia vipindi vyetu vingine vya mchana jioni kwa habari mpya na uchambuzi wa kina. Na basi kabla hajahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, niendelee kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kurunga nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama zaru utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakutakia asubuhi njema, mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Nikwambia baki salama, tuendelee kuombeana amani na kutana tena katika taarifa zetu zijazo kupitia Kivu News Info. Asanteni sana na Mungu awabariki na asubuhi njema.